Daudi ni kijana ambaye hakuwa anafanania ufalme katika muonekano wa nje. Daudi ni kijana ambaye alipitia mateso mengi wakati akichunga mifugo. Maandiko yanasema Daudi kabla hajafanywa mfalme, nabii mmoja alitumwa kwa nyumba moja ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Yese. Nabii huyo alikuwa ameambiwa katika nyumba ya Yese, Mungu anamwambia hapo ndipo ninapoenda kujichukulia mimi mfalme. Lakini cha ajabu, walipoenda katika nyumba ile waliwakuta watu wote wako ndani. Wakati nabii alipoingia katika nyumba ile, maandiko anasema kwamba yule mwenye nyumba ambaye alikuwa anaitwa huyo mzee ambaye wa familia kubwa, yeye hakuambia kwamba kuna mmoja yuko mngoje. Alitoa watoto wake wote ili achaguliwe atakayekuwa mfalme. Nabii kwa macho yake yule alichagua kuangalia kima. Unajua nyinyi mnapenda kuangalia mtu umbile, sura, manguvu, kukaa vizuri, kupendeza, ujamaa sura yake inakaa kama anaweza kuwa tajiri baadaye, ama anaweza kuwa mchungaji mkubwa baadaye. Ndivyo nabii Samueli alivyoangalia katika nyumba ya Yese. Akaleta wa kwanza. Uzuri moja zamani, mtu alikuwa ili amwagiwe mafuta ili achaguliwe kuwa mfalme ama kuwa kiongozi, alikuwa anachaguliwa kwa ishara. Alikuwa anachukua kibuyu. Kuna kibuyu ambacho kilikuwa kinawekwa mafuta ya utakaso ya kuchagua mtu, ya kuchagua. Wakamwaga kwa wa kwanza, hakuna, mpaka wote 7 hakuonekana hata mmoja. Basi nabii akamuuliza Mungu, kwani labda nimekuja kwenye nyumba ambayo sio sahihi? Ndio sasa nabii akauliza, jamani, wote wameisha? Lakini Mungu alimwambia Samueli, akamwambia, sikiliza, mimi sichagui kama wewe unavyotazama. Na watu wengine mnaangalia kwa sura tu, kwa chuto. Kuna wakati mwingine Mungu anaweza mfezesha mtu akamfanya mdhaifu sana. Mungu anaweza fanya mtu mdhaifu kwa umbile. Mungu anaweza fanya mtu mdhaifu kwa sura, ili kuficha kitu kilicho kizito ndani yake. Kuna watu wengine wakiona jambo zito katika maisha ya mtu, wanakuwa wa kwanza kuharibu maisha ya mtu. Inawezekana mtu anaweza kupita kwenye udhaifu wa kupungukiwa sana. Ndio maana nawaambia muda mwingine, kuweni makini katika maisha yenu, kwa sababu msipokuwa makini na watu mnaoishi nao, wengine wamebeba hatima ya maisha yenu, wengine wamebeba hata uzima wenu, hamjui. Lakini muonekano wao kwanza ni mdhaifu. Ndio maana Samueli aliangalia kwa udhaifu, Mungu akamwambia, hapana Samueli, mimi siangalii kama wewe, siangalii kwa sura.